Hali gani mtazamaji wa SAU TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wazazi na walezi jijini Mwanza wameshauriwa kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto. Serikali ya Mali imetangaza rasmi kufuta vyama vya siasa na mashirika ya kisiasa nchini humo. Na katika michezo, draw ya ligi ya vijana yamalizika, mechi kuanza Mei 19. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. John Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Afisa maendeleo wa kata ya Luchelele wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza Charles Care ametoa wito kwa wazazi na walezi kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto, akisisitiza kuwa ushirikiano wa karibu katika malezi unasaidia kukuza maadili na maendeleo bora ya mtoto. Ripoti yake Emi Mafie ina undani wa taarifa hiyo. Watu wengi hupenda kudhani kuwa malezi mazuri ya mtoto hutokana na msaada wa mzazi mmoja, lakini ukweli ni kwamba mtoto anahitaji upendo, maelekezo kutoka kwa wazazi wote wawili. Na leo SAU TV imefika katika kata ya Luchelele tukiangazia umuhimu wa wazazi wawili katika kuwalea watoto wao licha ya kuwa wameachana. Kuna umuhimu mkubwa sana wa wazazi wote wawili wakiishi pamoja, kwa sababu watoto wanapata kwanza ule upendo wa wazazi wote wawili kwa sababu wanawaona, na kitu cha pili wanapata ile mahitaji muhimu kama vile sehemu nzuri za kulala, chakula, mavazi. Na kitu cha tatu wanatambua hata thamani ya wazazi. Wanapoona hata wazazi wote wawili wanahangaika kufanya kazi kwa ajili yao, wanatambua ile thamani ya wazazi wote wawili. Ukilinganisha na kwamba labda angekuwa anafanya mzazi mmoja tu kazi ndo anawahudumia, hata wakikua hawezi wakagundua thamani ya mzazi wa pili kwa sababu hawajawahi kuona thamani yake, yani hawajawahi kuona mchango wake. Naitwa Holiness Amos Umburi au Mama Elisha. Kwa majina naitwa Richard Mwakibinga maarufu kama Mwaki. Umuhimu wa kwanza, mtoto akiwa analelewa na wazazi wa pande mbili, yani baba ana mazingira yake anaishi na mama ana mazingira yake anaishi, lakini mtoto anakumbuki malezi, mtoto anakuwa katika maadili yaliyo mema, kwa sababu pindi labda mzazi wa kiume akienda kumtembelea mtoto wake, kuna baadhi ya maadili yanaweza kawa anamuhusia mwanae, mwanangu usiibe, mwanangu usifanyije, lakini pia mtoto anakuwa pia anakumbuka kwamba kumbe baba ananikanya juu ya tabia mbovu fulani sizifanye. Kwa mtoto anakuwa anarithi tabia njema. Kwa majina naitwa Agnes Saidi Mkeni. Mimi ni mzazi wa watoto 4. Mimi kama mama naona kuna umuhimu wa wazazi wote wawili kushirikiana kulea familia, kwa sababu watoto wakilelewa bila mzazi mmoja kuna namna ambavyo wanaathirika. Kama baba hayupo, kuna namna wanakosa malezi ya baba. Mama pia akiondoka kiacha familia, kuna namna wanakosa yale malezi ya mama. Badala yake wanapata malezi ya mtaani ambayo yanawapelekea watoto kuathirika sana. Na inatoka ndani ya familia inaenda mpaka ngazi ya jamii mpaka serikalini kwa ujumla. Na washauri wazazi wenzangu, kama mmekuwa wazazi, basi jitahidini kuwalea watoto wenu kwa pamoja. SAU TV haikuishia hapo. Ilifika katika ofisi ya afisa maendeleo ili kujua umuhimu wa wazazi katika malezi ya mtoto. Mimi naitwa Charles Care, afisa maendeleo kata ya Luchelele. Kwanza kimsingi watoto wote wanatakiwa wapate malezi ya wazazi wote, sababu kupungukiwa malezi au kuwa na malezi ya upande mmoja kuna changamoto zake katika ukuaji wa mtoto. Lakini sasa wengine hawaelewi, inategemea kwamba wameachana kwa namna gani. Maana kwamba atakayebaki na watoto kama ni mama utakuta hataki baba waone, au kama ni baba hataki mama waone. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaathiri sana ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo umuhimu ni kwamba mamlaka hizo kama zinazotoa kama ni talaka baada ya wazazi kuachana, watoe pia elimu ya umuhimu wa wazazi pande zote baada ya kuachana
kuendelea kuwapa watoto malezi kwa pamoja. Ni jukumu lenu wazazi wote wawili kushiriki katika malezi bora ya mtoto. Nikiripoti kutoka hapa kata ya Luchelele iliyopo jijini Mwanza, Emi Mafie wa SAUT TV. Shukrani sana Emi Mafie kwa taarifa hiyo, na twende katika taarifa nyingine. Wananchi wameeleza namna wanavyoshiriki katika ulinzi shirikishi ili kuhakikisha usalama katika jamii zao unaimarika na kuendelea kuwepo kwa amani. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema kuwa wamekuwa wakishirikiana na vyombo vya dola kwa kushiriki doria, kutoa taarifa za uhalifu pamoja na kushiriki mikutano ya kupanga mikakati ya ulinzi, hatua ambazo zimeleta matokeo chanya katika kudhibiti uhalifu kwenye maeneo yao. Mwanahabari wetu Salma Mdemo ana taarifa kamili. Usalama katika jamii ni jambo la muhimu sana, ambapo leo SAUT TV imeamua kuangazia katika mtaa wa Silivini na kuhoji baadhi ya wananchi kuhusu jinsi gani wao kama wananchi wanashiriki katika swala zima la ulinzi. Swala la ulinzi shirikishi katika maeneo yetu hapa uko vizuri na unafanyika katika kiwango kikubwa kabisa, ambapo kila mmoja yupo na amani na na furaha sana sana, kama unavyoweza kuona katika mazingira yetu haya ya kazi. Hatuweki vitu sana mbali, wala unaweza ukaona sisi vitu vyetu tukimaliza kazi yetu tunaviacha hapa, na kila tunapokuja asubuhi tunavikuta viko salama. Na katika maeneo yetu hapa asilimia kubwa watu wengi ni tunajuana. Kwa hiyo tukimuona mtu anatokea na tukawa tuna wasiwasi ama hatumuelewi, basi tunatoa taarifa kwenye watu husika ama vyombo husika. Kwenye mazingira hapa kuhusu ulinzi shirikishi uko salama, maana vitu vyetu tunaviacha hapa, tunaenda nyumbani, tukirudi tunakuta viko salama. Na labda tukiona labda mtu aeleweki ambaye tumuelewe, tunatoa taarifa kwa uongozi na mambo yote yako sawa. Kwa mimi katika mtaa wangu naona upande wa usalama uko vizuri sana, kwa sababu mimi najua katika usalama cha kwanza sisi wananchi inatuhitaji tuwe waaminifu na kutokuwa na vurugu. Kwa usalama cha kwanza mtu yote anampasa kutokuwa na vurugu au kutokuleta athari kwa mtu au kwa jamii. Mbali na maoni ya wananchi wa mtaa huu, twende tukamsikia na maoni ya mwenyekiti wa mtaa huu, tujue ana lipi la kuzungumza katika suala hili zima la ulinzi. Vikao na wananchi wa mtaa wa Silivini, tulikuwa tunaendelea na ulinzi ambao kimsingi ule ulinzi unafanywa na wanamtaa wenyewe, na wanamtaa wale walichaguliwa kwenye mkutano wa hadhara, japo wanaenda wanabadilika kwa sababu ya tunaongeza watu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo na tunaendelea hivyo. Kwa hiyo sisi jamii nyingine ambayo tunabakia tunachangia gharama ndogo kwa ajili ya kuimarisha ule ulinzi. Nikiripoti kutoka mtaa wa Silivini, mimi ni Salma Said, SAUT TV. Shukrani sana Salma Mdemo kwa taarifa hiyo, na tuendelee na taarifa nyingine. Matumizi ya taa za mwanga wa sola yameendelea kuwa mkombozi mkubwa kwa wavuvi jijini Mwanza, ambapo teknolojia hiyo imeleta mapinduzi makubwa katika shughuli za uvuvi kwa kuongeza tija, usalama na muda wa kazi baharini. Wakizungumza na SAUT TV habari, wavuvi wanaofanya shughuli zao katika ziwa Victoria wameeleza kuwa mwanga wa sola umechochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii wa kuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi hata nyakati za usiku bila utegemezi wa nishati ya mafuta. Turejee kwake Emi Mafie anaeleza zaidi. Taa za mwanga wa sola zimekuwa chachu hasa katika sekta mbalimbali, lakini leo tutaenda kuangazia katika sekta ya uvuvi. Je, taa hizo zimebadilishaje taswira ya uvuvi hapa nchini? Na ni kwa kiasi gani zimeleta tija na uwezo wa wavuvi katika kipato chao? Nipo katika mtaa wa Swea pembezoni mwa ziwa Victoria, nikitaka kujua ni kwa namna gani mwanga wa taa za sola ni chachu ya maendeleo hasa katika sekta ya uvuvi. Kwa majina naitwa Valence Joseph Kagayo, ni mmiliki wa vifaa vya uvuvi katika maeneo ya Mwaro wa Swea. Kuhusiana na chachu na faida ya zile taa za sola, kwanza kabisa zimesaidia kupunguza uchafu majini, uharibifu wa mazingira maana yake. Pili, zimesaidia kurahisisha hizi kazi, maana siku za nyuma tulikuwa tunatumia taa aina ya karabai. Taa aina ya karabai ilikuwa ni changamoto, unaweza ukaenda nayo unafika kule unawasha, baadaye inaamua kuharibika tu ghafla. Kwa hiyo katika ufanyaji wa kazi inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo zilipokuja hizi taa aina ya sola
Imekuja kuleta faida. Unapoenda majini kufanya kazi ni kufanya kazi moja kwa moja, hamna cha kuharibika kwamba utarudi wala nini, hapana. Pia zimefanya hata kipato kidogo cha uvuvi cha dagaa au samaki imeongezeka kidogo kwa asilimia fulani. Kwa majina naitwa Baraka, ni mwenyeji wa mtaa wa Swea. Kwa mimi naweza kusema kwa uvuvi wa leo hii tunaofanya kwa tatu hizo nazo sasa hivi, sema kweli zinatupa umuhimu wa zinatupa urahisi wa upatikanaji wa mboga aina ya dagaa tunazozitega, na kuturahisishia kama uvuvi wa kisasa zaidi. Mwanga wake pia ni mzuri, na taa zake zina ubora hali ya juu, zinamaliza muda mrefu, hazitusumbui kama zile ambazo tulikuwa nazo awali hapo mara ya kwanza. Kwa majina naitwa Emmanuel Charles, ni mkazi wa mtaa wa Swea, ni mvuvi wa aina ya dagaa. Kwanza wameturahisishia kuliko zamani, kipindi tunategea karabai. Kwenye karabai mara nyingi changamoto yake ilikuwa kwamba hata kuna muda inaweza likaanguka sijui dongo, sindano, lakini kwa sasa hivi hizi taa zilizokuja kama vile ni urahisi, maana ukiwasha unatega mpaka asubuhi unamaliza kazi yako. Vile vile sasa hivi kweli wameturahisishia hata kwenye kipindi cha mvua hivi, ukipata moto kidogo mnaweza mkafanya kazi. Kadri maendeleo ya sayansi na teknolojia yanavyozidi kuongezeka, ndivyo matumizi ya taa za mwanga wa sola yanavyozidi kuwa na manufaa, hasa katika sekta ya uvuvi. Nikiripoti kutoka eneo la Swea pembezoni mwa Ziwa Victoria, ni mimi Emi Mafie wa SAUT TV. Asante sana Emi Mafie kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiziangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Serikali ya Mali imetangaza kufuta rasmi vyama vya siasa na mashirika ya kisiasa nchini humo kufuatia agizo la rais wa mpito Jenerali Assimi Goita lililopitishwa hivi karibuni katika mkutano maalum wa baraza la mawaziri. Uamuzi huu unakuja wakati taifa hilo likiendelea kupitia kipindi cha mapito cha kisiasa chini ya uongozi wa kijeshi. Kwengineko, waziri mkuu wa Canada Mark Carney amekosoa vikali uamuzi wa Uingereza kumwalika rais wa Marekani Donald Trump kwa ziara rasmi ya pili, akieleza kuwa hatua hiyo inadhoofisha juhudi za serikali yake katika kuonyesha mshikamano wa mataifa ya Ulaya dhidi ya matamshi ya Trump ya kutaka kuiunganisha Canada kama jimbo la 51 la Marekani. Mwanahabari wetu Baraka Ngulumba ana undani wa taarifa hizi za kimataifa. Na tukianza barani Afrika, rais wa nchi ya Mali Assimi Goita amefutilia mbali vyama vya kisiasa na mashirika ya kisiasa nchini humo, ambapo tangazo hilo limetolewa kwenye televisheni ya serikali ORTM kupitia kwa Mamani Nasir, waziri mjumbe wa waziri mkuu mwenye dhamana ya mageuzi ya kisiasa, ambapo hatua hiyo imekuja kufuatia kufutwa kwa mkataba wa vyama vya siasa, huku sheria mpya ikitarajiwa kutungwa kwa ajili ya usimamizi wa maisha ya kisiasa ya nchini Mali. Miongoni mwa malengo yaliyowasilishwa ni pamoja na kupunguza idadi ya vyama vya kisiasa vilivyoidhinishwa, lakini pia kuimarisha sheria za kuunda vyama vipya pamoja na kupiga marufuku ufadhili wao wa umma. Kwa upande wa upinzani, wamepinga vikali hatua hiyo ya kufutwa kwa vyama vya kisiasa, wakidai ni ukiukwaji wa katiba na kutaka kuwanyamazisha wanaharakati hao wanaounga mkono demokrasia ya kweli. Ikumbukwe kuwa mapema mwezi huu vyama vya kisiasa nchini Mali vilianzisha maandamano dhidi ya serikali ya Mali kufuatia fununu za kufutwa kwa vyama vya kisiasa, ambapo baadhi ya viongozi wake kadhaa walitekwa nyara na usalama wa taifa kwa kile kinachodaiwa ni kuwaziba midomo wanaharakati hao wanaounga mkono demokrasia. Na tukihamia nchini Canada, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Mark Carney akiwa katika mahojiano na Sky News, Carney alisema Wakanada hawakufurahishwa na uamuzi wa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kumkabidhi Trump mwaliko huo wa kifalme alipotembelea ikulu ya Marekani mwezi Februari. Itakumbukwa kuwa tangu Rais Donald Trump alipoingia madarakani Januari, amekuwa akirudia wazo hilo mara kwa mara, jambo ambalo limezua hasira miongoni mwa Wakanada na kuiweka Uingereza katika hali ya tahadhari ya kidiplomasia. Naye Mfalme Charles, ambaye pia ni mkuu wa nchi wa Canada,
anatarajiwa kufungua rasmi bunge la Canada Mei 27, tukio ambalo halijafanyika tangu mwaka 1977, ikiwa ni ishara ya mshikamano na Canada, huku akitarajiwa pia kuvaa medali za Canada, kupanda mti wa mapo na kujitambulisha kama mfalme wa Canada. Tukimalizia nchini Saudi Arabia, ambapo rais wa Marekani Donald Trump yuko ziarani kwa takriban siku 3 za kikazi, ameonyesha kuvutiwa na maendeleo ya nchi za Falme za Kiarabu. Hayo amezungumza wakati wa mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba GCC mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, ambapo ameonyesha kuvutiwa na jitihada za nchi za Ghuba kwa kusema kuwa zipo katika mstari wa mbele katika kuleta utulivu na ustawi mzuri wa amani Mashariki ya Kati. Aidha, ameongeza kwa kusema kuwa ameshuhudia maendeleo makubwa pamoja na urafiki wa hali ya juu, jambo ambalo ni zuri na ni la kuigwa kwa nchi nyingine kote ulimwenguni. Asante sana Baraka Ngulumba kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Wafanyabiashara wa mtaa wa Maduka 9 kata ya Luchelele jijini Mwanza wameeleza kuwa kilimo cha tembele kimekuwa mkombozi kwa kiuchumi, wakisema kuwa pamoja na changamoto za kibiashara, zao hilo limewawezesha kuongeza kipato na kuboresha maisha yao ya kila siku. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Saudi Arabia ni mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara kwa Marekani, akieleza kuwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo unatoa fursa pana za uwekezaji, biashara ya mafuta na mikataba ya ulinzi inayochochea ukuaji wa uchumi kwa pande zote mbili. Kauli hiyo ameitoa wakati wa ziara yake rasmi ya kwanza nchini humo yenye lengo la kuimarisha mahusiano ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili. Ripoti yake Jemanus Oscar inaeleza zaidi juu ya taarifa hizi za biashara. Uuzaji wa tembele katika kata ya Luchelele imekuwa sehemu ya biashara inayowapa urahisi na faida wauzaji wa mboga za majani. Miongoni mwa wafanyabiashara hao ni pamoja na wale wanaofanya biashara zao katika mtaa wa Maduka 9, na wameeleza jinsi wanavyonufaika na bidhaa hii. Naitwa Michael. Nafanya kazi ya genge Malimbe, napatikana Maduka 9. Nauza vitu mbalimbali hapa za mahitaji ya nyumbani. Nauza mboga. Nakusia katika matembele. Pale mteja anapokuja kununua, hawezi akanunua mboga yenyewe tu, matembele kama matembele, lazima atachukua na vitu vidogo kama nyanya, karoti na vitunguu. Pia mboga ya matembele unapochukua, unaweza umechukua shilingi 1000, pale ukipanga vizuri ukabalance, inaweza kupatia faida ya 1000 nyingine huko mpata faida ya 1000. Kwa jina naitwa Florence Benito, ni mkazi wa Malimbe, eneo ya Maduka 9. Najishughulisha na shughuli ya kuuza genge, ambapo kwenye genge letu tunauza mboga za majani, tunauza matunda, lakini mboga za majani ikiwemo matembele. Sasa tunaposema umuhimu wa matembele maeneo ya Majarubani huko, au wanalima na kusambazia sisi, kwanza kabisa wanatuuzia kwa bei nzuri yenye faida kubwa sana. Yaani wao wanapotuuzia sisi tunapata faida. Hatutumii nauli yoyote ile kwenda kuchukua matembele. Kwa majina naitwa Brian, ni mfanyabiashara. Leo tunazungumzia mboga hususa hizi za matembele. Ni rahisi, zinapatikana huku mtaani kwetu huku ziwani, na pia watu wanapenda kuzilima sana, na pia zinarahisisha watu kupatikana kwa wingi, zinapatikana kwa wingi. Na kwa upande wa waziri wa viwanda na biashara Selemani Jafo, amesema kuwa sekpanga kuboresha maendeleo ya sekta hiyo kwa kuzingatia bajeti aliyoiwasilisha bungeni katika kikao cha 14 cha bunge cha bajeti. Kupitia bajeti hiyo, Jafo amesema kuwa sekta ya viwanda na biashara, kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya mwaka 2025 na mpango wa 3 wa maendeleo, wamezamilia kujikita katika kuweka vipaumbele na kuboresha mazingira ya biashara, upatikanaji wa taarifa za mazao, biashara na masoko. Aidha, sekta hiyo imeweka dhamira ya kuboresha migodi mbalimbali
ikiwa ni pamoja na Mchuchuma, Riganga na Songwe, na kuinua viwanda vidogo vidogo vitakavyossaidia kuondokana na ukosefu wa ajira nchini. Na siku ya kwanza ya ziara hiyo, nchi ya Marekani na Saudi Arabia zilitangaza mkataba wa silaha wa zaidi ya trilioni 300, ikiwa ni sawa na euro bilioni 107, pamoja na uwekezaji mwingine ambao mwana wa mfalme wa nchi hiyo amesema unaweza kuwa na thamani ya zaidi ya bilioni 269. Trump pia aliifanya Saudi Arabia kuwa kituo cha kwanza cha kigeni katika muhula wake wa kwanza mwaka 2017, na katika hotuba yake kwenye kongamano la uwekezaji, Trump alisifu uhusiano wa Marekani na Saudia kuwa wenye nguvu zaidi kuliko hapo awali. Tangu tulipoanza tumeona utajiri ambao na unamiminika huko Amerika, alisema Trump. Na Trump anajaribu kuwavutia wawekezaji wa kigeni kwa Marekani ili kukuza uchumi wa Marekani, jambo ambalo ni muhimu kwa utawala wake katika karibu miezi 4 ya muhula wake wa pili. Shukrani sana Germanus Oscar kwa ripoti hiyo ya habari za biashara. Na mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Hamoud Sanze. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni John Masawe. Matumaini yangu mzima na hujambo mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia siku ya leo. Jina langu ni Hamoud Sanze. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania, draw ya 8 bora ya ligi ya vijana chini ya miaka 20 imekamilika leo jijini Dar es Salaam. Kupitia draw hiyo, timu 8 zimepatikana na zitashiriki katika hatua ya fainali ya mashindano hayo. Na kwingineko katika uga wa kimataifa, kocha mkuu wa klabu ya Manchester United Ruben Amorim ametakiwa kugharamia safari ya benchi lake la ufundi kuelekea mashindano ya Europa League. Uamuzi huo umetokana na mabadiliko ya bajeti ndani ya klabu hiyo ambayo yanalenga kupunguza matumizi yasiyo lazima wakati huu ambao timu inajiandaa kwa mashindano hayo ya kimataifa. Ripoti yake Ephraim Amos Katelengo inaeleza zaidi juu ya taarifa hizi za michezo. Draw ya 8 bora ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 imemalizika leo hii jijini Dar es Salaam majira ya saa 6 mchana katika ofisi za Azam TV, ambapo timu 8 zimeshakwisha kupatikana katika makundi mawili. Kundi la kwanza likikutanisha timu ya Simba Sports Club, Ken Gold, Dodoma Jiji pamoja na Azam FC. Lakini kundi la pili likikutanisha timu za Tanzania Prison, Fountain Gate, Kagera Sugar pamoja na Yanga. Timu ya Mtibwa Sugar ambao wao ni mabingwa mara nyingi wamekwisha kuondolewa, lakini Kagera Sugar, mabingwa watetezi wa taji hili msimu uliopita, wanatakiwa kutetea taji hilo kwa msimu huu wakiwa na timu kama Tanzania Prison, Fountain Gate pamoja na Yanga katika Group B. Mshambuliaji wa klabu ya Nottingham Forest ya Uingereza na timu ya taifa ya Nigeria Taiwo Awoniyi amewekwa kwenye hali ya usingizi wa hiali induced coma ili apate huduma maalum baada ya kupata jeraha kubwa siku ya Jumapili katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya nchini Uingereza dhidi ya klabu ya Leicester City, ambao mchezo huo uliisha kwa sare ya bao 2-2. Awoniyi aliingia uwanjani akiwa kama mchezaji wa akiba dakika ya 83 na kupata majeraha dakika ya 88 ya mchezo baada ya kugonga nguzo ya goli. Baada ya mchezo huo alipelekwa hospitali kwa ajili ya upasuaji wa dharura kutokana na jeraha kubwa la sehemu za tumbo. Kocha wa klabu ya Manchester United Ruben Amorim anatakiwa kulipa gharama za usafiri za benchi la ufundi kuelekea katika fainali za Europa zinazofanyika nchini Hispania. Hatua hiyo inakuja baada ya uongozi wa Manchester United kumwambia kocha huyo kuwa benchi la ufundi halipo kwenye hesabu za tiketi na gharama za mchezo huo. Ephraim Amos, SAUT TV. Shukrani sana Ephraim Amos Katelengo kwa taarifa hizo za michezo. Na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamoud Sanze, na sasa turudi kwake Mwanaidi Mubarak kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamoud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake.
Wazazi na walezi jijini Mwanza wameshauriwa kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto. Serikali ya Mali imetangaza kufuta rasmi vyama vya siasa na mashirika ya kisiasa nchini humo. Na katika michezo, draw ya ligi ya vijana yamalizika, mechi kuanza Mei 19. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.